Funika macho yako, sema Roho Mtakatifu, asante Bwana, umenipa nafasi ya kuwepo tena kwenye darasa lako. Niko tayari Bwana kwenye madhabahu hii kusikia neno lako, kujifunza kutoka kwako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ninaomba utusaidie, ninaomba unisaidie kuelewa mapenzi yako jioni ya leo, katika jina la Yesu. Niwezeshe Bwana kuelewa mapenzi yako jioni ya leo, katika jina la Yesu. Amen, 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 amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema hii ambayo ametupa, na kichwa cha somo ambacho tunacho ni uamsho wa kiroho kwenye nafasi uliowekwa na Bwana. Nilishakwambia juu ya uamsho, na huko mbele nitakupa maana kadhaa kutokana na lugha za kibibilia, kwa maana ya zile lugha za Kiyunani na Kiebrania, kwamba neno uamsho maana yake nini. Lakini nilikwambia uamsho maana yake ni ufufuo wa kiroho unaochochea uhai wa maisha mapya yenye uzima wa kiungu. Ufufuo wa kiroho unaochochea uhai wa maisha mapya yenye uzima wa kiungu. Na tumekuwa tukisoma ile Warumi 13 mstari wa 11, Paulo anapozungumza, anaposema wazi kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuadia. Anasema tukiujua wakati, kwa maana sasa saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuadia. Na nikakwambia usingizi aliyokuwa anasema pale ni usingizi wa kiroho. Kwa hiyo kipengele tunachoingia leo katika hili somo la uamsho wa kiroho kwenye nafasi uliowekwa na Bwana ni kipengele kinachoitwa namna Roho Mtakatifu anavyoleta uamsho. Hicho ndio kipengele tunaingia, namna Roho Mtakatifu anavyoleta uamsho. Roho Mtakatifu, watu wa Mungu, ndiye Bwana wa uamsho. Roho Mtakatifu asipokuwepo hakuna uamsho. Namna maana yake tunazungumza njia ambazo Roho Mtakatifu anazitumia akitaka kukuamsha wewe, akitaka kuleta uamsho kwako binafsi, akitaka kuleta uamsho kwa kanisa. Njia ambazo Roho Mtakatifu anazitumia. Njia ya kwanza kabisa anayoitumia Roho Mtakatifu, njia ya kwanza anatumia njia ya kuachilia roho ya toba ndani ya watu. Roho Mtakatifu huwa anaachilia roho ya toba au moyo wa toba ndani ya watu. Hii ndio njia namba moja. Anapotaka kuleta uamsho kwa mtu binafsi na kwa kanisa, moja ya kitu ataachilia kwenye mioyo ya watu na kwenye maisha ya watu ni roho ya toba, kwa lengo la kuwarudisha watu wa Mungu katika ushirika na Yesu Kristo, ndani yake Kristo. Kwa nini anaachilia roho ya toba? Ili kuwavuta watu wa Mungu wamrudie Mungu, wamgeukie Mungu. Roho ya toba. Na ukisoma kwenye maandiko utagundua toba hii hutanguliwa na huzuni ya moyo inayopelekea watu kugaili mabaya na kumrudia Bwana. Toba hii hutanguliwa na huzuni ya moyo inayopelekea watu kugairi mabaya na kumrudia Bwana. Fungua Wakorintho wa pili ile sura ya 7 mstari wa 8 mpaka wa 10. Maandiko yanasema, kwa sababu ijapokuwa niliwahuzunisha kwa waraka ule, sijuti. Hata ikiwa nalijuta, naona ya kwamba waraka ule uliwahuzunisha, ingawa ni kwa kitambo kidogo tu, ni kwa kitambo tu. Alafu anasema, sasa nafurahi, si kwa sababu ya ninyi kuhuzunishwa,
bali kwa sababu mlihuzunishwa hata mkatubu. Maana mlihuzunishwa kwa jinsi ya Mungu, ili msipate hasara kwa tendo letu katika neno lolote. Maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba liletalo wokovu lisilo na majuto, bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Huyu ni Paulo, anawaandikia kanisa la Korinto, anawaambia juu ya waraka ule aliokuwa amewatumia. Anasema, najua waraka ule niliowatumia ulisababisha huzuni. Alafu anasema, wala sijuti. Ikiwa ninajuta, lengo langu ilikuwa sio mpate tu huzuni. Na anazungumza namna ambavyo huzuni iliwapelekea. Usiondoe hiyo mstari wa 9. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Usiondoe pale, mtumishi wa Mungu. Sasa ukisoma pale anasema, sasa nafurahi si kwa sababu ya ninyi kuhuzunishwa. Yaani hafurahi kwa sababu walihuzunishwa. Anasema bali kwa sababu mlihuzunishwa hata mkatubu. Kinachomfurahisha Paulo ni kwa sababu walihuzunishwa hata wakafanya nini? Wakatubu. Na wale wanaosoma Biblia watagundua moja ya makanisa yalikuwa na matatizo makubwa ni pamoja na kanisa la Korinto. Lilikuwa na matatizo makubwa ya kiroho, kwa sababu walikuwa ni watu wa kanisa, ila walikuwa wanafanya zinaa. Mnanisikia? Wanafanya mambo mabaya sana, wanafanya mambo ya duniani. Lakini wakati huo lilikuwa ni kanisa linalotamani baraka za kiroho, karama za kiroho, lakini maisha yao ya kiroho ni mabovu sana. Na viongozi wa lile kanisa walikuwa hawezi kukemea, wanawacha watu waingie na dunia yao kanisani, kanisa la Korinto. Ndio maana Paulo anapoandikia waraka aliowatumia uliwahuzunisha, lakini huzuni iliyopelekea wakatubu. Sasa kwa mtu aliyeokoka, mtu ambaye hajaokoka, tunaposema atubu, maana yake ni ampokee Kristo. Lakini mtu aliyeokoka, tunaposema atubu, maana yake agairi mabaya, abadilishe mwenendo wake. Mwenendo wake uwe kama vile inavyoipasa Injili, aenende kama vile neno linavyosema. Ndiyo maana ya mtu wa Mungu aliyeokoka kutubu. Kutubu ni kugaili mabaya. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Na anapoeleza hapo, anaeleza juu ya aina mbili za huzuni. Anasema huzuni ya Mungu inakuletea faida, sio hasara, kwa sababu huzuni ilitoka kwa Mungu. Sasa Roho Mtakatifu anapozalisha moyo wa toba, ndani yake kuna aina ya huzuni huwa anaiweka. Inamfanya mtu asikie kujuta, anasikia hukumu ndani, anaweka huzuni. Huzuni anayoisema ni huzuni inayotoka kwa Mungu. Na ndio maana mwingine ikiwa anafanya makosa, alafu anagundua hasikii moyo wa toba, roho ya toba ndani yake, anaanza kuomba kwamba Roho Mtakatifu, naomba unipe moyo wa toba, moyo wa toba. Kwa sababu anagundua hata akisema kwa kinywa, kama ndani kule kwenye moyo wake, hiki anachosema mdomoni akijanzia moyoni hawezi kubadilika. Kwa ile huzuni ikianzia ndani, ni huzuni iletayo toba liletalo wokovu. Na hii huzuni huwa inatoka kwa Mungu. Akasema lakini huzuni inayotokana na dunia ni huzuni inayoleta mauti. Lakini kama huzuni iliyoko moyoni chanzo chake ni Mungu, kwa maana ya moyo wa toba, kwa sababu ile huzuni inakufanya ujute. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapoachilia roho ya toba ndani yako, anaachilia na huzuni. Ndio maana waombaji wanapoomba juu ya uamsho, kabla ya kusema Mungu leta uamsho, moja ya kitu Roho Mtakatifu atawabebesha ni kuombea watu mioyo ya toba. Mioyo ya toba.
Wanaombea watu roho ya toba, roho ya toba, roho ya toba. Unaanza kushangaa watu wanapanga foreni, wanamfuata mchungaji, nimekuja kutengeneza maisha yangu, nashindwa kulala, ninahuzunika kila nikilala, nimemkosea Mungu. Kumbe kwa sababu roho ya toba imeachiliwa ndani ya kanisa. Ukishaona matukio ya namna hiyo, ndio cheche za uamsho zimeanza. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa sababu watu wanakosa kutulia, kwa kuwa moyo wa toba ukija ndani, huwezi kutulia, huwezi kunyamaza. Ni kama vile unalaluliwa kule ndani. Mtu haigizi tena, haombi tu maombi, lakini maombi yanayoambatana na maamuzi ya dhati ya kutokurudi nyuma. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo huwa anaachilia roho ya toba. Ukisoma ile Yohana 16, Yohana 16, angalia Yohana 16 ule mstari wa 8. Yohana 16 mstari wa 8. Nataka nikuunganishia hapo. Yohana 16 mstari wa 8. Yohana 16 mstari wa 8 anasema, naye akiisha kuja huyo atawahakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Amen. Sasa angalia, anzia mstari wa 7. Anasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naye akisha kuja huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa hiyo unaona, Roho Mtakatifu, moja ya kitu anaachiliaga ndani yako ni hukumu. Unasikia hukumu anapoachilia moyo wa toba. Na kwa nini anaachilia hukumu? Kukuhakikishia kwamba hata yule mkuu wa ulimwengu amekwisha kuhukumiwa. Kwa hiyo wewe hupasi kukaa kwenye kifungo cha dhambi. Anaweka hukumu ndani. Ukiona husikii kitu cha namna hiyo, tayari usingizi ulionao ni mzito sana. Kwanza, dhamiri yako imekufa. Mungu alichoweka ndani ya mtu kuna kitu kinaitwa dhamiri. Yaani dhamiri inatakiwa iwe inakuhukumu ukikosea. Ukikuta dhamiri haikuhukumu, maana yake tayari una hali mbaya kule ndani. Unahitaji uamsho. Hii ninayozungumza roho ya toba sio ya kujitengenezea. Ni Roho Mtakatifu anaiachilia ndani ya mtu. Ndio maana unakuta mtu aliokoka muda mrefu, lakini roho ya toba inapoachiliwa ndani yake ni analia machozi. Kwa sababu ile roho ya toba huwa ina tabia ya kufungua macho uyaone makosa yako, alafu inakufungua macho umuone Mungu alivyo mtakatifu, na saa nyingine inakufungua macho uone madhara ya kile unachokifanya. Kwa ndani kunazaliwa huzuni, kunazaliwa hukumu ndani. Mtu anashindwa kuvumilia, inabidi tu ageuke, agairi mabaya, atubu mbele za Mungu, atubu mbele za Mungu. Na hapa ndio unagundua mtu hata kama aliwahi kwenda kwa mganga, anaenda kuchukua na vile alivyochukua kwa mganga anavileta. Ukiona hivyo, huyu amepata neema, maana yake roho ya toba imemvaa. Jina la Yesu libarikiwe. Anatubu kwa matendo. Kwa hiyo hatua ya kwanza ambayo Roho Mtakatifu huwa anatumia, anaachiliaga roho ya toba. Njia ya kwanza, anaachiliaga roho ya toba. Na Roho Mtakatifu anatumia njia ya kuachilia roho ya toba ndani ya watu kwa sababu ya maongezeko ya uovu na maasi yaliyopelekea kupoa kiroho na watu kulala kiroho. Kinachosababisha watu wawepo kanisani wakawa wamepoa ni maasi, ni maovu. Maovu yanaweza yakawa yanafanyika na watu hawaoni shida. Watu wanapoteza hofu ya Mungu. Hata kinachosababisha matatizo mengi ya kwenye ndoa na familia ni maasi, maovu. Kwa sababu watu wakiwa na hofu ya Mungu kabisa, kwanza hawawezi kusalitiana. Maovu yakiingia yanaondoa ile hofu ya Mungu kwa watu. Watu wanakuwa hawajali, hawaogopi. Hofu ya Mungu inaondoka. Ndio maana sasa Roho Mtakatifu anapotaka
kuleta uamsho, huwa anaachilia kwanza roho ya toba. Roho ya toba kwa ajili ya kushughulikia maasi na maovu. Roho ya toba. Na ndio maana mtu mwingine anaweza akasema, natamani kubadilika, nashindwa. Sikiliza, ni kwa sababu roho ya toba bado haijaingia ndani yako. Ikiingia lazima ubadilike, kwa sababu huzuni unaokuwa unaisikia sio ya kawaida. Hata ungefanyeje, moyo hautulii mpaka umetubu. Ukisoma kile kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 10 hadi wa 12, nimekuambia kwa nini Roho Mtakatifu anaachilia roho ya toba. Kwa sababu maasi na maovu yameongezeka, yaliyopelekea kupoa kiroho na watu kulala usingizi. Unaweza ukaandika na ile Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 5. Vitabu hivi nimekusemesha sana kule mwanzoni. Maasi yameongezeka. Ukisoma Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 5, tuanze na Mathayo. Mathayo sura ya 24 mstari wa 10 hadi wa 12. Anasema mstari wa 10, ndipo wengi watajikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi. Lakini mstari wa 12 anasema, na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Jina la Yesu libarikiwe. Na kwa sababu ya kuongezeka nini? Maasi. Yesu alikuwa anaongea hapa wakati wanafunzi wa Yesu wamemuuliza juu ya mwisho wa dunia. Nini ishara za kuja kwake na mwisho wa dunia? Yesu ndiye akaanza kuwajibu, na anaeleza, anasema wengi watasalitiana, wengi watachukiana, na kwa sababu ya kuongezeka maasi. Sikiliza hiyo sentensi, kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Na unajua, moja ya kitu ambacho kinatuonyesha tuko hai kimahusiano na Mungu ni upendo, kwa sababu hii ndio amri iliyo kuu. Na Yesu alikuja kusema amri zote mbili ambazo ni amri, ukizishika hizo, maana yake wewe umetimiza hata zile 10 nyingine. Amri zote mbili, alisema amri ya kwanza ni umpende Bwana Mungu wako, si ndio? Kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote. Lakini ya pili yafanana nayo, mpende jirani yako kama nafsi yako. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Unaiona hiyo? Mpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa unaona upendo, na ndio maana Biblia inasema unawezaje kumpenda Mungu kama huwezi kumpenda mtu unayeona? Kwa hiyo unagundua, kwa kuwa Mungu ni pendo, mtu yoyote mwenye uhai kiroho lazima awe na nini? Na upendo. Eneo mojawapo la kujipima kwamba mimi sijapoa ni eneo la upendo. Upendo. Na ndio maana hata kwenye tunda la Roho anasema tunda la Roho ni nini? Upendo. Anaanza na upendo. Kwa hiyo unagundua, anaposema kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa, maana yake maasi yanazimisha upendo. Upendo wa kumpenda Mungu na upendo wa kupendana sisi kwa sisi. Kwa hiyo ili urejeshe upendo lazima utubu, lazima roho ya toba. Ndio maana Roho Mtakatifu anaachilia roho ya toba, ili watu wakitubu, wageuke, waache maasi, wamgeukie Mungu. Ule upendo uliopoa utachanua tena, ule moto wa upendo unarejesha tena. Ndio maana hata kwenye kitabu cha Ufunuo anamwambia, angalia ni wapi ulipoanguka ukatubu, si ndio? Hauoni ule upendo wa kwanza. Hasemi sioni utumishi, anasema sioni ule upendo wa kwanza. Hasemi sioni mahubiri, analiambia kanisa sioni ule upendo wa kwanza. Kwa hiyo Mungu anatamani umpende, umpende Mungu, lakini wewe pia umpende jirani yako, umpende mwanadamu mwenzako, umpende mtu unayemuona. Lakini cheki kanisa lilipofika leo, habari ya kupendana haipo. Kila mtu amekuwa mbinafsi. Hata maombi yenyewe tumekuwa wabinafsi. Sasa hii sababu ya upendo kupoa ni kuongezeka maasi.
Sasa tunafanyeje ili upendo urejee? Na nilikwambia maasi yakiongezeka, upendo ukipoa, manake kanisa limelala, linamwondoa Mungu kwenye mfumo wa kiutendaji. Na Yesu alisisitiza sana juu ya upendo, lakini akazungumza akasema haya yatatokea. Sasa angalia kilichopo sasa, angalia ile Timotheo wa pili, fungua Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 1 hadi 4. Na kueleza haya ili ujue namna ambavyo, kwa nini Roho Mtakatifu anataka toba. Sasa anaachilia toba tunapoenda kwenye uamsho. Kwa nini Roho Mtakatifu anaachilia roho ya toba? Angalia anavyosema, lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako na nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Ona hilo la kwanza, kujipenda wenyewe. La pili, watakuwa wenye kupenda fedha. La tatu, watakuwa wenye kujisifu. La nne, watakuwa wenye kiburi. La tano, watakuwa wenye kutukana. Yaani saizi hata Wakristo hawaogopi hata kutukana. La sita, watakuwa wasiotii wazazi wao. La saba, watakuwa wasio na shukrani. Unakuwa huna shukrani hata upewe nini, huwezi kusema asante. La saba, wasio safi, wachafu maana yake. Alafu anasema wasiopenda wakwao. Yaani kuna watu hawawapendi wakwao. Akisikia tu familia yake au akisikia uko, ukiona watu wameacha kupenda watu wakwao, unaelewa maana yake nini? Nyakati za hatari. Wakristo kwa Wakristo hawapendani, kwa sababu Mkristo mwenzako ni wakwako, huyo wa kwenu. Wasiotaka kufanya suluhu, hata usuluhishe namna gani, hakuna anayetaka kushuka. Unasikia tu basi tuachane, kila mtu achukue 50 zake, alafu anayeongea ananena kwa lugha. Ndio ujue nyakati za hatari. Wasingiziaji, yaani unasingiziwa jambo mpaka unakaa chini. Umewahi kuambiwa jambo mpaka ukakaa chini, alafu unasema wapi limefanyika? Wasingiziaji. Alafu wasiojizuia, yaani hujizuii kwa lolote, yaani huwezi kujizuia. Anasema wakali. Unaona siku hizi watu walivyokuwa wakali, wakali kama pilipili, wakali kweli. Ukimgusa mtu, wewe cheza step hapo, afu kwa bahati mbaya mkanyage kidole kapembeni mtu hapo, afu mtazame sura yake, utaona amerudisha mkono hivi, yaani alikuwa anajiandaa, alafu kagundua yuko kanisani. Jina la Yesu libarikiwe. Watu ni wakali. Alafu wasiopenda mema, wao wanawaza tu mabaya, hawapendi mema. Watu hawataki kupenda mema. Alafu angalia wasaliti, usaliti, wakaidi. Hata uambie nini, wapendao wanasa kuliko kumpenda Mungu. Waambie wakaangalie mpira, watajani. Waambie njoo kwenye semina. Endelea mstari wa 5. Unasema wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake. Alafu unasema hao nao ujiepushe nao. Umeona vitu alivyoviolozesha vile? Ukichunguza ndani ya kanisa, vipo havipo? Watu wanajipenda wenyewe, yaani yeye tu ndiye asifiwe, mwingine asisifiwe. Yeye tu ndiye apewe vitu vizuri, mwingine asipewe. Watu wasiopenda suluhu, migogoro ikitokea hawataki kukaa chini wakayamaliza. Watu wanaopenda fedha, hela. Sisemi msizihitaji fedha, nazungumza kupenda fedha. Kila mtu anahitaji fedha, lakini nchi kuna kitu kinaitwa kupenda fedha, yaani mtu anapenda fedha. Kwa hiyo tunahitaji uamsho. Haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu. Hii ndio sababu Roho Mtakatifu anataka kuachilia roho ya toba, kanisa lirudi kwa Mungu. Hatuwezi kuwa watu wa Mungu tukaishi na wazazi wetu hivyo. Hatuwezi kuwa watu wa Mungu mkaishi na waume zenu na wake zenu hivyo, haiwezekani. Ubinafsi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapoachilia roho ya toba, ni mchakato wa watu kumrudia Mungu kwa toba ya kweli, badiliko la ndani la moyo la kumgeukia Mungu, kutakaswa na kuanza kuishi maisha matakatifu. Huu ndio uamsho wenyewe.
Yaani hivi ninavyovisema hapa vinaporudi kwenye maisha yako ndio uamsho umeanza. Hivi ninavyokufundisha hapa ndivyo ukianza kuwafundisha watoto wako hao, ndio uamsho umeanza. Mmenielewa kuhusiana na toba? Andika kitabu cha Yoeli ile sura ya 2 mstari wa 12 hadi wa 13. Lakini mimi nitataka nisome Hosea sura ya 6 mstari wa 1. Anza Yoeli sura ya 2 mstari wa 12 hadi wa 13. Yoeli anasema, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga na kwa kulia. Unajua kilichotokea kwa hawa ndugu hawa? Hali imekuwa mbaya kwenye taifa lao. Nabii anatoa wito wa kutubu. Ndipo Mungu akamtuma tena nabii. Nabii anawaambia, lakini sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuombolea. Mtu hawezi kulia kama roho ya toba haijaingia ndani. Alafu anasema, lalueni mioyo yenu wala sio mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugaili mabaya. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa anautaka moyo uliolaluliwa, alafu mnalia, mnamrudia Bwana kwa kulia, toba ya kweli. Mungu nisamehe, nisaidie, toba ya kweli. Nataka tumalizie toba. Andika Hosea, angalia Hosea 6:1, toba. Na saizi tuna watu wengi wanakuambia Mungu nisamehe, lakini hawamaanishi kutoka moyoni. Hasa angalia Hosea 6 mstari wa 1, anasema njoni tumrudie Bwana, maana yeye amelalua na yeye ataponya, yeye amepiga na yeye atafunga jeraha zetu. Tunapofanya maasi, kuna mapigo huwa yanakuja, kuna mateso yanakuja kwa sababu ya maasi. Lakini tunapomrudia Bwana kwa toba, yeye anafanya nini? Yeye anaponya, alafu yeye anafunga jeraha zetu. Haleluya, watu wa Mungu. Lakini malizia Matendo ya Mitume, ingawa sikuiandika hii. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19, na upenda sana. Kwa hiyo anasema tubuni basi mrejee, dhambi zenu zifutwe, cha kwanza. Cha pili, zipate kuja nyakati. Kwa nini hazijaja? Hamjatubu. Kwa hiyo kuna nyakati kwenye maisha yako, kwenye familia, ili zije lazima utubu, lazima utubu. Alafu anasema nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Angalia ile sentence, kwa kuwako kwake Bwana. Anapozungumza kuwako kwake Bwana, maana yake uwepo wa Bwana. Yaani kuna toba sio tu inafunguliwa nyakati, lakini inarejesha uwepo wa Bwana kwenye maisha ya mtu. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Lakini anasema tubuni mrejee. Tubu na urejee. Ndio maana roho ya toba ni ya muhimu, kwa sababu matatizo mengine tulionayo yametokana na madhabahu hii. Tumefanya mzaha mbele za Mungu, katupiga. Unatarajia nini? Njia ya pili, Roho Mtakatifu anapotaka kuleta uamsho huachilia moyo wa ibada. Huachilia moyo wa ibada. Roho Mtakatifu huachilia moyo wa ibada kama njia ya kuleta uamsho. Roho Mtakatifu huachilia moyo wa ibada. Fikiria unafanya biashara, lakini watu wote unaofanya nao kazi wamegeukia miungu. Manake hata Israeli wakaanza kulubunika kuabudu miungu, kwa sababu ikaonekana bahari ndio anayowasaidia watu. Lakini ili amrejeshe Mungu Israeli, alifanyeje? Cha kwanza aligundua madhabahu ya Mungu imebomolewa. Akajenga madhabahu, akawaita mkutano, wakaja manabii wa bahari. So nakumbuka manabii wa bahari walikuwa miangapi? Manabii wa bahari wengi wamekaa pale, ni lundo kubwa, wamefika pale. Akaanza kuambia mtasita sita katika njia mbili, mpaka hawakumjibu kitu, kwa sababu wana uhakika na miungu yao. Elia akasema hii mbona jambo jepesi tu. Akasema tumtolee Mungu sadaka, nyie mtakuwa wa kwanza. Mungu atakayejibu kwa moto, huyo ndiye atakayeabudiwa.
Wakaanza wao, wakajenga madhabahu yao. Unafikiri wangekuwa na ule ujasiri kama Baali hajawahi kuja? Manake alikuwaga na wajibu. Lakini saa hii ni vita za kimadhabahu. Mungu anakuja, Baali alifichama. Baali yeye hajipendi, anakuja Mungu wa miungu. Unafikiri anatokeza hapo? Vita hii ni ligi inapambanishwa, Mungu na miungu mingine. Nani atashinda? Wakatengeneza mazingira ya Baali, wakanyanyua madhabahu, wakamtengenezea lango, wakatoa na sadaka, wakaita haji. Wakaona sadaka haitoshi, wakaanza kujikatakata. Unafikiri walikuwa na imani ndogo? Nisoma kitabu cha Bonke akasema imani ya manabii wa Baali ilikuwa kubwa kuliko imani ya Eliya. Lakini tatizo ni moja tu, walikuwa na imani kubwa lakini kwa Mungu mdogo. Eliya alikuwa na imani ndogo kwa Mungu mkubwa. Jina la Yesu libarikiwe. Sijui unanielewa nachosema? Kwa hiyo Eliya kujikata, unafikiri imani ya kujikata ni ndogo hiyo? Yaani umetoa ng'ombe, unasema hii sadaka haitoshi, mnaanza kujikata. Biblia inasema wakaanza kujikatakata, wanamwaga damu zao. Kwa mwingine akiona kidole kinatakiwa kutoka, anakata, anaweka pale ili Baali tu aje kwamba huyu Mungu aone basi damu zetu. Lakini halifyata mkia, hakuja. Akaanza kuadhi yake, akasema labda yuko mbali, mwiteni. Tena ameweka na Biblia hiyo hapo, Wafalme wa kwanza 18 kuanzia mstari wa 23. Akasema basi mwiteni, labda amelala, si ndio watu wa Mungu? Akasema fanyeni nini? Mwiteni. Waliita mpaka wakachoka. Unajua kilichotokea ni nini? Ikafika zamu ya Eliya. Unajua napenda Eliya alichoomba. Akasema sio tu muweke, akajenga. Biblia inasema akajenga madhabahu iliyokuwa imebomoka. Sema madhabahu iliyokuwa imebomoka. Maana yake madhabahu lile ni ishara ya mahusiano kati ya Mungu na taifa lake. Ilikuwa imebomoka daraja, anainua kujenga. Alipojenga, Biblia inasema akaweka kuni, wakaweka na nini na sadaka juu yake. Lakini akasema chukueni mapipa ya maji, wakachonga na mifereji kuzunguka madhabahu, mwageni maji. Wakamwaga pale juu kwenye kuni, wakamwaga mapipa ya maji kuonyesha uhakika wa Mungu wake alivyo. Alafu akaita, akasema na ijulikane leo kwamba wewe ndiye Mungu na umeamua kuwageuza mioyo watu wako ili wakugeukia wewe. Kwa alikuwa anafanya nini pale? Alikuwa anairejesha ibada iliyokuwa imekufa kwenye taifa la Israeli, ili uamsho tena wa Mungu wa Israeli urejee kwenye taifa lake. Na alipoita, Mungu akashuka kwa moto. Lakini unaona ile ibada, aliwaza madhabahu alafu na sadaka, ndipo Mungu akashuka. Simama mahali ulipo, sema Mungu ria hai, niko mbele zako jioni ya leo. Asante kwa neno lako, kwa habari ya toba. Nimesikia Bwana, na nimeona kabisa namna ambavyo nimepungua. Niko mbele zako, nanyenyekea kwako, nanyenyekesha moyo wangu. Unipe roho ya toba. Ninaomba roho ya toba, toba ya kweli inayotoka moyoni jioni ya leo, ili ninapoomba maombi yangu yanigeuze, yazae matendo mapya jioni ya leo. Ninaomba roho ya toba, 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 ninaomba roho ya toba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yesu, niumbie moyo. Hakuna mtu anaweza kuja kwako isipokuwa amevutwa na Baba. Jioni ya leo ni shauku ya moyo wangu
kukugeukia tena katika viwango vipya vya kurejea kwako. Bwana, nipe roho ya toba. Naomba roho ya toba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaomba toba, ninatubu Bwana, ninatubu Bwana, ninatubu Bwana, ninatubu Bwana, ninatubu Bwana, kwa ajili ya mawazo, kwa ajili ya maneno, kwa ajili ya matendo. Nirehemu Bwana, hata ulipotaka tuwatii wazazi wetu, sijafanya hilo jukumu kwa namna nilivyotakiwa kulifanya. Bwana, jioni ya leo ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba, ninatubu Bwana. Nirehemu Bwana, nirehemu Bwana, nirehemu Bwana, nirehemu Bwana, nirehemu Bwana, kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Bwana sasa mwenyewe. Fungua kinywa chako, fungua kinywa chako. Fungua kinywa chako. Natamani Mungu afungue macho yako unapoachilia hiyo toba. Mwambie Mungu ni rehemu, hata kama huwezi kuomba. Funika macho yako, mwambie Mungu ni rehemu, mwambie Mungu ni rehemu, mwambie Mungu ni rehemu, mwambie Mungu ni rehemu. Fungua kinywa chako, maanisha kutoka moyoni. Mwambie Mungu ni rehemu, ni rehemu juu ya maasi, juu ya dhambi, juu ya makosa niliyofanya. Nimekuwa mgomvi, nimegombana, nimenena maneno yasiyofaa. Mwambie Mungu ni rehemu. Omba mbele za Bwana, mwambie Mungu ni rehemu, 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 katika jina la Yesu aliye hai. Ninaomba toba Bwana, ninaomba toba Bwana, ninaomba toba Bwana. Unapoachilia toba, kuna wengine nyakati zao zinafunguliwa, nyakati zao zinafunguliwa. Mwambie Mungu ni rehemu. Unapoachilia toba, kuna wengine nyakati zao zinafunguliwa, zinafunguliwa. Waendelea kuachilia toba. Mwambie Mungu ninatubu, ninatubu Bwana, juu ya maasi, juu ya makosa, juu ya dhambi, juu ya uovu. Ninatubu Bwana. Mwambie Bwana ninatubu, ninaomba toba, ninaomba toba Bwana. Kwa ajili ya madhabahu hii, kwa ajili ya kanisa lako, kwa ajili ya watu wako hawa, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya watumishi wako, kwa ajili ya wanawake, kwa ajili ya vijana, kwa ajili ya mabinti, kwa ajili ya wazee hawa. Ninaomba toba, ninaomba toba Bwana, ninatubu Bwana, tunatubu Bwana, jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wewe roho, wewe roho, wewe roho, yes, shughulika na hilo lango la nyakati. Hizo roho za kiagent zinazopambana na lango la nyakati, hizo roho za kichawi, hayo mapepo, hizo nguvu za giza zilizotuma kuzuia nyakati za watoto wako, nyakati za uchumi wako, nyakati za maisha yako. Haya, pasua hizo roho, pasua hizo roho, pasua hizo roho kwenye hilo lango, kwenye hilo lango, kwenye hilo lango, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea, endelea mtu wa Mungu, endelea, endelea kule nyuma. Piga hizo roho, piga hizo roho, piga hizo roho, piga hizo roho. Yes, 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 yes. Usikae chini, usikae chini. Piga hizo roho, piga hizo roho kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Moto kwenye ulimwengu wa roho. Hakuna roho ya uharibifu, hakuna roho ya uharibifu kwenye maisha yako.
kila agano linayeyuka. Endelea kuomba mtu wa Mungu, endelea kuomba. Wako wapi wanawake ambao wanajua maombi haya yamebeba hatima za uzao wao, za uzao wao, za uzao wao, za uzao wao? Wako wapi wakina baba wanaojua maombi haya yamebeba hatima za familia zao? In the mighty name of Jesus,